kauli ya kiagano. Hebu sema kauli ya kiagano. Jamani, mbona unasema kama unaumwa? Sema kauli ya kiagano. Kauli ya kiagano. Yes, unataka useme kama mtu ameshiba, mtu amekula, mtu ana nguvu. Hebu sema tena kauli ya kiagano. Kauli ya kiagano. Yes. Ya kiagano ndo somo letu leo. Utaelewa tu. Kauli ya kiagano maana yake nini? Nitakwambia. Kauli ya kiagano mara nyingi inakuwaga ni kati ya mtu na Mungu, ama Mungu na mtu. Kauli ya kiagano mara nyingi inakuwaga ni kati ya mtu na Mungu, ama Mungu na mtu. Kauli ya kiagano inaweza ikaruhusu baraka kwenye maisha yako, na kauli ya kiagano inaweza ikaruhusu laana kwenye maisha yako. Kauli ya kiagano inaweza ikaruhusu baraka kwenye maisha yako, na kauli ya kiagano inaweza ikaruhusu laana kwenye maisha yako. Kwa nini kauli ya kiagano inaweza ikaruhusu baraka? Na kwa nini kauli ya kiagano inaweza ikaruhusu laana? Ni kwa sababu Mungu huwa ni Mungu wa maagano. Hebu sema Mungu huwa ni Mungu wa maagano. Kanisa sema kwa sauti. Rudia tena. Mungu wa maagano. Mbona mnasema wawili? Soma Mhubiri 5:6. Mhubiri 5 mstari wa 6. Mhubiri 5:6. Mhubiri 5. Mhubiri 5:6. Biblia inasemaje? Yale maneno wametamka kama nadhiri na wametoa kauli zao za kiagano. Lile kauli ya kiagano Mungu anaifuatilia. Ile kauli ya kiagano Mungu anaifuatilia. Maandiko yanasema, kwa nini Mungu akasirishwe na maneno yako? Kwa hiyo kauli ya kiagano ni kati yako na Mungu. Nikifanikiwa nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Kauli ya kiagano. Mungu ni Mungu wa maagano. Kwa hiyo unapoweka agano Mungu analifuatilia. Mungu analifuatilia. Linapochelewa lile agano, unapochelewa kulitimiza lile agano, inawezekana ikawa fimbo kwenye maisha yako. Inawezekana ikawa fimbo kwenye biashara. Inawezekana ikawa fimbo kwenye uchumi. Inawezekana ikawa fimbo kwenye kazi zako, kwa sababu kauli ya kiagano mara nyingi Mungu anaifuatilia. Na baadhi ya watu waliokiuka kauli ya kiagano, Mungu aliondoa ile neema kwenye maisha yao. Sauli alipokiuka ile kauli ya kiagano, lile agano ambalo Mungu alifanya na Sauli la kwenda kuadhibu Amaleki, alafu Sauli akafanya tofauti na kile Mungu amemwagiza. Cha kwanza, Mungu aliondoa ulinzi. Mungu akaondoa ile neema kwa Sauli, akaruhusu roho mbaya kutoka kwa Mungu ikaanza kumtesa nani? Sauli. Sema hivyo. Roho mbaya ikaanza kumtesa. Kwa nini? Amevunja ile kauli, ameikeuka ile kauli ya kiagano. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wameweka kauli ya kiagano kati yao na Mungu wao, lakini wameshindwa kutimiza kile ambacho vile walimwahidi Mungu. Kwa hiyo Mungu anaondoa ile neema kwenye maisha yako, anaondoa ulinzi kwenye maisha yako, unaanza kuona vita vinakuandama. Hebu endelea kumalizia pale chini. Na kuiharibu kazi ya mikono yako. Na kuiharibu kazi ya mikono yako.
na kuiharibu kazi ya mikono yako. Maana ni mstari wangapi na wangapi unasoma? Mstari wa 21 mpaka 23. Biblia inasemaje? Torati 21 mstari wa 21 mpaka 23. Nisomee tena pale. Tuangalie pale. Wanaume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Kumbukumbu 23 mstari wa 21. Mungu wako usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo itakuwa dhambi kwako. Lakini ukifanyaje? Ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni kwako, yaliyotoka wapi? Kauli ya kiagano ni maneno yanayotoka kwenye midomo yako, ni yale maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Unaweka ahadi. Mungu, ukinipa mtoto wa kiume nitafanya hivi, alafu fanya. Sema amen. Ile ni kauli ya nini? Ya kiagano. Na ile agano Mungu analifuatilia. Na Mungu, inawezekana ulikuwa una kiu ya mtoto anakupa, alafu anaangalia, mbona sasa nimempa mtoto, mbona sasa ile kauli ya kiagano aliyoiweka mbele zangu mbona haitambui? Alisema ukinipa mtoto nitafanya kitu fulani, na mimi nimempa mtoto, mbona hajafanya? Badala ya kuruhusu baraka, badala ya kuruhusu ule mtoto afanikiwe, badala ya kuruhusu ndoto za ule mtoto zitimie, badala ya kuruhusu maisha mazuri ya ule mtoto ya baraka na mafanikio, unashangaa mtoto ambaye Mungu amekupatia mara anaanza kusumbuliwa magonjwa ya eleweki. Mtoto vita ni ya magonjwa tu. Kumbe mama aliwahi kuweka nadhiri, aliwahi kuweka kauli ya kiagano, aliwahi kuzungumza maneno fulani ya agano mbele za Mungu, na yale maneno Mungu ndiyo anayafuatilia, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Kwa ile agano ambalo umeweka mbele za Mungu, usipolihakikisha unalitambua lile agano, badala baraka iambatane na wewe, laana zinaanza kuambatana na wewe, mateso yanaanza kuambatana na wewe, vita inaanza kuambatana na wewe, unaanza kukataliwa kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye jamii. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno yako. Hebu soma tena pale, mtu wa Mungu. Soma tena pale. Biblia inasemaje pale? 23. Ndio. Yashika kuyafanya. Linalothibitisha au kuanzisha. Tarudia. Ni tamko la kiroho lenye mamlaka linalothibitisha au kuanzisha agano kati ya Mungu na mtu. Tarudia tena. Kauli ya kiagano ni tamko la kiroho lenye mamlaka linalothibitisha au kuanzisha agano kati ya mtu na Mungu, au kati ya Mungu na mtu. Ya kauli ya kiagano ni ahadi ambayo maana ya kauli ya kiagano ni ahadi ambayo haivunjiki kirahisi, imefungwa kwa maneno. Kauli ya kiagano ni ahadi ambayo haivunjiki kirahisi, imefungwa kwa maneno. Ndio maana Mungu analifuatilia agano, sababu ulitamka maneno, ulizungumza maneno.
Kwa lile agano analifuatilia. Andika hiyo itakusaidia. Ni ahadi ambayo haivunjiki kirahisi, imefungwa kwa maneno. Zaburi 89:34. Zaburi 89:34. Biblia inaongea kitu gani? Zaburi 89:34. Biblia inaongea kitu gani? Mimi sitalivunja agano langu. Sitalibadili. Kauli ya kiagano haivunjiki kirahisi. Sema amina. Haivunjiki nini? Yes. Mungu anapozungumza kauli ya kiagano na mtu haivunjiki kirahisi. Mwanadamu anapozungumza kauli ya kiagano na Mungu haivunjiki kirahisi. Kwamba Mungu nikifanikiwa nitalijenga hili kanisa. Mungu anaona anakufanikisha. Alafu Mungu ananyamaza. Utalijenga kanisa kama ulivyosema? Au ulisema tu vile ili kuwafurahisha watu wakusikie? Kwa hiyo kuna vitu vingine usiseme kanisani ili kufurahisha watu. Mungu ni Mungu wa maagano. Ile kauli unayoitoa mbele za Mungu ni kauli ya agano. Utashangaa Mungu anafuatilia ile kauli. Anafuatilia yale maneno yako. Tayari umefanya agano na Mungu kwa njia ya maneno. Umefanya agano na Mungu kwa njia ya maneno. Kwa Mungu kazi yake anafuatilia. Huyu mama alisema akipata kazi, mshahara wake wa kwanza hawezi kula, ataleta madhabahuni. Tayari ile ni kauli ya kiagano kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu ni Mungu wa maagano, anafuatilia. Anakupa kazi nzuri, alafu Mungu jinsi alivyo. Wewe unamwomba Mungu akupe kazi. Mungu, ukinipa kazi nitanunua vyombo vya kanisa na nini. Aina ya kauli ya kiagano. Moja, kauli ya Mungu kwa mwanadamu. Kauli ya Mungu kwa mwanadamu. Aina ya kauli ya kiagano. Moja, kauli ya Mungu kwa mwanadamu. Kauli ya Mungu kwa mwanadamu. Aina ya kauli ya kiagano. Moja, kauli ya Mungu kwa mwanadamu. Mwanzo 9:11. Mwanzo 9:11. Aina ya kauli ya kiagano. Aina ya kauli ya kiagano. Kauli ya Mungu kwa mwanadamu. Mwanzo 9:11. Biblia inasemaje? Na agano langu nitalithibitisha nanyi. Na agano langu nitalithibitisha nanyi. Kile chenye mwili. Na agano langu nitafanyaje? Nitalithibitisha nanyi. Nitalithibitisha nanyi. Wala kile chenye mwili. Wala kila chenye mwili. Hakitafutwa tena kwa maji ya gharika. Hakitafutwa tena kwa maji ya gharika. Wala kutakuwa tena gharika. Hakutakuwa tena gharika. Baada ya hayo kuiharibu nchi. Sema amen. Hii ni kauli ya kiagano kwa Mungu kwa mwanadamu. Sema amen. Kati ya Mungu na nani? Mwanadamu. Kauli ya Mungu kwa mwanadamu ni kauli ya kiagano. Mungu anawaambia sintaua tena. Sintaangamiza dunia tena. Ile ni kauli ya kiagano. Na Mungu hawezi kuangamiza dunia. Ndio maana unaona wingu likifunga kabisa ili inyeshe mvua ambayo haikuwahi kunyesha, unatokea ule upinde. Si unaona ule upinde kwenye wingu? Mungu akitazama ule upinde sasa, anakumbuka alifanya agano. Yeye kuweka agano sitaangamiza dunia kwa gharika tena. Kwa Mungu akikumbuka tu lile agano, akitazama ule upinde akikumbuka agano, unashangaa vile ile mvua ilikuwa inatakiwa kunyesha haiwezi kunyesha tena. Kwa nini? Mungu aliweka agano. Mungu hawezi kulivunja agano. Sema amina. Amen.
Lakini wewe inawezekana kuna namna uliweka agano na Mungu kwenye biashara yako, ukaweka agano na Mungu. Kwenye familia ukaweka agano na Mungu. Kwenye kazi yako, kazini ukaweka agano na Mungu. Kuna baadhi ya watu wameweka kauli ya kiagano kati yao na Mungu na wameshindwa kutimiza. Wameshindwa kutimiza. Na kwa sababu wameshindwa kutimiza, adui akapata mlango wa kuleta mashambulizi. Adui akapata mlango wa kuleta mashambulizi. Badala iwe baraka kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye uchumi na kwenye maeneo mengine, badala utembee na baraka, unatembea na laana, kwa sababu tayari Mungu analifuatilia lile agano ambalo uliwahi kuweka na yeye. Sema amen. Amen. Kwa lazima uwazi. Kauli unayozungumza mbele za Mungu ni kauli ya kiagano, kwamba Mungu, nikibarikiwa mimi fulani nitakutumikia. Alafu unabarikiwa utumikie. Usitamke kwamba mimi Mungu ukinibariki nitakutumikia sana. Mungu anaweza kukubariki leo tusikuone. Nchi ile akaenda mpaka Ashuru. Akatoka wapi? Akatoka katika nchi ile. Ndio Mwanzo 9:11. Kweli nitalithibitisha nanyi. Wala kile chenye mwili kitatafutwa tena. Akitafanyaje? Akitafutwa tena. Ndio kwa maji ya gharika. Wala hakutakuwa tena nini? Gharika. Baada ya hayo kuiharibu nchi. Hilo ni agano la Mungu kwa mwanadamu. Hiyo ni kauli ya kiagano. Yaani hii kauli ambayo Mungu ameizungumza, aliongea kauli ya kiagano. Na wewe kuna kauli za kiagano ambazo umeingia kati yako na Mungu. Ukishindwa kuzitimiza zile kauli za kiagano kati yako na Mungu, zinaweza zikasababisha laana, ama zinaweza zikasababisha usifanikiwe kabisa. Kauli ya kiagano inaleta baraka, na kauli ya kiagano inaweza ikaleta laana. Inaletaje laana? Unamwahidi Mungu alafu utimizi kile ulichoahidi. Umeingia kauli ya kiagano kati yako na Mungu kwamba nikifanikiwa nitafanya kitu hichi, nikifanikiwa nitafanya kitu hichi, alafu umeshindwa kutimiza kile ambacho ulikizungumza mbele za Mungu. Maana yake utaleta laana kwenye maisha yako badala ya kuleta baraka. Ndio maana nimekuonyesha aina ya kauli za kiagano. Mungu akafanya agano na wanadamu kwamba sintaua tena kwa maji, sintaangamiza tena dunia kwa maji. Kwa hiyo ni kauli ya kiagano. Inamaanisha taivi Mungu akaruhusu mvua ya miaka ile ikateketeza dunia. Maana yake amelivunja agano. Na nimekuambia Mungu ni Mungu wa maagano. Hawezi akaingia agano na mtu alafu akalivunja. Mungu havunjaji agano. Ila wanadamu tunaweza tukaweka agano na Mungu alafu tukalivunja. Unapoweka kauli ya kiagano kati yako na Mungu alafu ile kauli ya kiagano ukavunja, maandiko yanasema badala ya wewe kufanikiwa unakaribisha laana, unakaribisha vita, unakaribisha matatizo kwenye maisha yako. Sema tena amen. Rudia tena, sema amen. Amen. Mungu nikifanikiwa nitatoa hii mshahara ya mwanadamu na Mungu. Nimekuonyesha kauli ya kiagano kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu akasema sitaharibu dunia. Haya, tunaangalia kauli ya kiagano kati ya mwanadamu na Mungu. Ni kauli gani ya kiagano uliwahi kuingia wewe na Mungu? Ni kauli gani ya kiagano uliwahi kuingia wewe na Mungu? Ile kauli ya kiagano ulioingia kati yako na Mungu, ile ni nadhiri. Na Mungu anafuatilia ile nadhiri. Na Mungu anafuatilia ile kauli ya kiagano kwamba mimi nikibarikiwa nitafanya hivi, nikibarikiwa nitafanya hivi, nikibarikiwa nitafanya hivi. Sema amen. Amen. Ndio maana nikwambia baraka ni nini? Sema ni vita.
utaona vitu ambavyo hujawahi viona. Soma. Samueli wa kwanza 1 ngapi? Samueli wa kwanza 1 mpaka 11. Unavaa vibaya hadi kutoka na mnaomba na kwambia tangulia mbele na kuja kwa Mungu. Na mtu mmoja wa Rama, Msufi, wa nchi ya milima ya Efraimu. Jina lake huyo alikuwa akiitwa Elikana. Mwana wa nani? Endelea. Mwana wa Eliu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye huyo alikuwa na wake wawili. Jina lake wa kwanza anaitwa nani? Anaitwa Ana. Jina la wa pili anaitwa Penina. Na Penina ana watoto, lakini Ana hakuwa na watoto. Na huyo mtu alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana nini? Bwana wa majeshi dhabihu wapi? Katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Fineasi, makuhani wa Bwana, walikuwepo huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, wanaume kwa wake, sehemu zao. Lakini Ana anampa sehemu mara mbili. Maana alifanyaje? Alimpenda Ana, ingawa Bwana alikuwa amefanyaje? Amemfunga tumbo, ila mwenzake anamchokoza ili kumuuzi, kwa sababu Bwana alikuwa amefanyaje? Amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Ndio alipokwenda kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye yule mwanamke akalia, ajala chakula. Elikana mumewe akamwambia, Ana, unalia nini? Kwa nini huli? Kwa nini moyo wako una huzuni? Akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka. Unaona, hana mtoto, anaweka kauli ya kiagano, anazungumza maneno ya kuweka agano mbele za Mungu. Aina ya kauli ya kiagano tunaziangalia hizo. Bwana akamwambia Abrahamu. Bwana akamwambia nani? Abrahamu, toka wewe katika nchi yako. Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayofanyaje? Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe nani? Endelea. Nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia utabariki. Sema amina. Kutoka 24:3 hadi 7. Alafu tunakuja tunaangalia madhara ya kuvunja kauli ya kiagano. Tunaangalia na madhara. Wao nimekufundisha watu maneno yote ya Bwana. Akawaambia watu maneno yote ya Bwana. Akafanyaje? Na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja. Wakasema 21:1. Mazara. Samueli wa 2:21. Kulikuwa na njaa siku za Daudi. Kulikuwa na njaa siku za Daudi. Muda wa miaka mitatu. Mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso. Akautafuta nini? Uso wa Bwana. Akaambiwaje? Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli. Ni kwa ajili ya dhambi ya Sauli. Ni kwa ajili ya Sauli. Ni kwa ajili ya dhambi ya Sauli.
na nyumba yake yenye damu, na nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Aliwaua wa Gibeoni. Anania na Safira walivunja kauli ya kiagano walioitoa mbele za Mungu, na kuonyesha sasa watu waliovunja kauli za kiagano. Nimekuonyesha hapa Sauli na Anania na Safira walivunja kauli ya kiagano walioitoa mbele za Mungu. Tukimaliza hapa tunaomba Matendo ya Mitume 5:1-10. Sehemu ya thamani ya kiwanja, na kuhifadhi kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa hichi kiwanja kwako kilikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa. Mashambulizi, nguvu za giza, mapepo, madhabahu, kwa jina la Yesu. Nesi. Ofisi ya mtendaji. Ofisi ya mhudumu wa ofisi. Aha. Muombe mdogo wako sasa. Sawa? Sawa. Kwa sababu hii pesa yake ya kustaafu anaweza asije akaenjoy. Nimesikia mamangu ataanza, sijui kama ana hiyo shida, ila mimi nakwambia ninachokiona. Naona mtu anaanza kupata shida ya kichwa, au ataanza kupata maumivu ya kichwa, au ataanza kusumbuliwa na kichwa. Na kusumbuliwa kwake kuna kichwa ni mara kwa mara, itakuwa mara kwa mara analalamika kuhusu kichwa. Yaani hata mtu wako anakunywa, lakini vita yake sio ya majirani. Majirani wahusiki na wewe kabisa. Hata kama una vita tu hapo, vile vile kuna vita tu. Na wewe ulitakiwa upate kitu kinaitwa stroke. Unakijua? Unakijua? Stroke. Yaani mtu kama labda ameparalyze. Yeah. Utakuwa upate kitu kinaitwa stroke. Stroke. Una kipindi upande wa kulia wa kushoto huku ulikuwa una shida. Una kipindi uliwahi kupata shida upande wa kulia wa kushoto? Au upande wa kulia wa kushoto? Upande wa kulia au upande wa kushoto? Na kuna kipindi mbavu, yani ninaona kama vile nimebebeshwa mzigo mzito. Wewe ni mfalme. Rehemu maisha yangu. Rehemu maisha yangu. Nisamehe Bwana. Nitakase Bwana. Agano lolote nililolifanya, kauli yoyote ya kiagano niliyoitamka kwa kinywa changu, nikifanikiwa nitafanya hichi, na sijafanya, naomba unirehemu, naomba unisamehe. Kauli ya kiagano inaweza kuleta baraka kwenye maisha yangu, na kauli ya kiagano inaweza kuleta laana kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, ninavunja kauli yoyote ya kiagano niliyoingia kwa jina la Yesu, nikaitimize. Kila roho inayozuia nisitimize ile kauli ya kiagano niliyoingia kati yangu na Mungu, ninaivunja hiyo roho, naangamiza hiyo roho kwa jina la Yesu. Tunaona ya kwamba Sauli alisababisha njaa kwa sababu alivunja kauli ya kiagano kati yake na Mungu. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu, nipe neema, nisaidie Bwana, ile kauli ya kiagano niliyoingia kwa maneno yangu nikaitimize kwa jina la Yesu. Ana alitamka maneno ya agano na ukampa mtoto na akaleta madhabahuni. Inawezekana kabisa mimi nilitamka
maneno ambayo yakawa agano mbele za uso wako, na yale maneno nilishindwa kuyatimiza. Bwana Yesu, nipe neema ya kutimiza chochote kile nilichotamka kwenye kinywa changu, kikawa agano, na lile agano ukalifuatilia. Bwana Yesu, nipe neema.